anza kuhitimisha hoja yake, niseme kwa mujibu wa kanuni ya 35 kifasili ya 5, ili tuweze kumaliza shughuli hii pale ambapo tutakuwa tuko tayari. Mheshimiwa Balozi Pindichana, endelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote nichukue nafasi hii kutoa shukrani za dhati kabisa kupata fursa hii ya kuhitimisha hoja, lakini nitoe shukrani kwa waheshimiwa wabunge wote waliochangia, na niseme kwanza michango imeingia kwenye Hansard, lakini pamoja na michango kuingia kwenye Hansard tutahakikisha kila mchango tutaweka kwenye maandishi na kuwasilisha. Kwa hiyo tunatoa shukrani za dhati kabisa kwa waheshimiwa wabunge kwa michango yote, lakini tunatoa shukrani nyingi kwa kamati yetu ya Bunge, kamati ambayo imekuwa ikitushauri mambo mengi mazuri na imeweza kufanya hata mapato ya utalii yameongezeka, idadi ya utalii pia watalii wameongezeka sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kuelezea swala ambalo limezungumziwa kwa kiasi kikubwa, swala zima la uhifadhi, lakini hasa mwingiliano kati ya binadamu na wanyama pori. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kweli eneo hili sisi kama wizara tunazidi kutoa kipaumbele cha hali na mali kuhakikisha kwamba tunadhibiti wanyamapori na tuhakikishe kwamba takwimu za ajali, yani injury, na takwimu zingine kutokana na wanyamapori kuleta uharibifu kwa binadamu na mazao zinazidi kupungua au kutokuwepo kabisa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tunazidi kuweka mikakati thabiti kabisa kuhakikisha kwamba eneo hili tunadhibiti. Katika bajeti hii Mheshimiwa Mwenyekiti, tumesema tunakwenda kununua helikopta zipatazo 2 za TANAPA na Ngorongoro NCAA. Hii yote ni katika kudhibiti mwingiliano utakao kuwepo kufika kwa haraka kuratibu, na tumeshaelekezana kwamba sasa wakati umefika wa kulinda maeneo yetu ya hifadhi kwa njia ya teknolojia. Tunapokuwa na teknolojia, manake unaweza ukaona eneo lako la hifadhi. Unapokuwa na teknolojia unaweza ukaona kwamba sasa tembo wametoka. Hii ni pamoja na kufunga kola maalum. Kola hizi unaweza ukaziona kwenye kompyuta na ni rahisi kujua katika hifadhi fulani kuna tembo wanatoka kutoka kwenye hifadhi kwenda kwenye maeneo ya wananchi. Kwa hiyo tumekubaliana tutakwenda kununua kola, tutakwenda kuchimba mabwawa katika bajeti hii, na haya mabwawa yataweza kusaidia kuhakikisha kwamba maeneo ya hifadhi yana maji. Na hata mheshimiwa fulani amezungumza hapa kwamba wakati wa mvua imedhihirika kabisa tembo hawatoki zaidi katika maeneo ya hifadhi. Kumbe maji ni kipaumbele katika maeneo yetu ya hifadhi. Lakini vile vile tunakwenda kuweka ujenzi wa vizimba ambavyo Mheshimiwa Mwenyekiti vitasaidia sana kudhibiti mamba na kiboko katika maeneo yetu mbalimbali. Hivi sasa tumeshaanza kuweka vizimba na waheshimiwa wengi wameomba vizimba, tumesikia, tutakuja huko kuhakikisha kuna vizimba ili watoto wanapoenda kuoga, kufua, kina mama wawe salama. Kwa hiyo tutakwenda kuweka vizimba, lakini tutakwenda kuendeleza ujenzi wa vituo vya askari katika maeneo yetu ambaye ni korofi, ambaye yanaonyesha kwamba takwimu za mwingiliano ni nyingi.
Sambamba na hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakwenda pia kununua pikipiki na magari kwa ajili ya kusaidia askari wetu. Tumewasikia waheshimiwa, kuna waheshimiwa wanasema maeneo yetu hayana vitendea kazi vya kutosha. Maeneo hayo tutahakikisha tunasogeza vitendea kazi ili askari wetu wapate vitendea kazi, iwe ni pikipiki, iwe ni magari, iwe ni ranger post. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakwenda kununua ndege nyuki. Ndege nyuki hizi ni drones ambazo zinatoa sauti kama ya nyuki, ambapo tembo akisikia anaikimbia ile sauti, na mara nyingi tunatumia ndege nyuki kusogeza hawa tembo kurudi katika hifadhi ili wasilete madhara. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia takwimu tangu nimeingia, kwa kweli takwimu hizi za ajali, injury na matatizo mengine ya mwingiliano ni takwimu ambazo nimeelekeza na kukubaliana kwamba lazima zishuke. Tuweke mikakati, tuweke mipango imara, tuhakikishe kwamba takwimu za mwingiliano, ajali za wanyama na wananchi zinakwenda kushuka na hatimaye kutoweka kabisa. Tunakwenda Mheshimiwa Mwenyekiti kununua mabomu na tunakwenda kugawa mabomu. Haya yanaitwa ni mabomu baridi ambayo yanasaidia kusukuma wanyama. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, baadhi ya maeneo kuna upungufu wa askari, waheshimiwa wamesema, na hayo maeneo tumeshayachukua, lakini tunakwenda pia kuajiri askari wa kutosha ili kuona namna gani tunakwenda kuwapeleka katika maeneo mbalimbali. Katika mwaka huu wa fedha tumeomba askari 850 na mpaka sasa mchakato unaendelea wa kufanya shughuli za utumishi ili askari hao wafike. Sambamba na askari, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mafunzo ya wanyama pori kwa askari wa vijiji, tunaita village game scout. Mafunzo haya hutolewa kwenye vyuo vyetu kama Likuyu, Sekamaganga na vyuo vingine, na mafunzo haya yanasaidia sana vijana wetu hawa wanapopata mafunzo ili kuhakikisha kwamba wanaweza kudhibiti pale inapotokea. Na kama nilivyosema awali, tayari kwa kushirikiana na TAWIRI tunakwenda kuhakikisha kwamba na mikanda inanunuliwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hilo tunakwenda kuweka mkakati wa kukabiliana na wanyamapori. Mkakati huu tunakwenda kuanzisha 2025 mpaka 2030. Tulikuwa na mkakati wa awali 2020 mpaka 2024, na sasa tunakwenda kuhuisha na kuwa na mkakati mwingine ambao utaanza Julai 2025 mpaka 2030. Lakini ndugu zangu, tumesikia changamoto ya tembo, changamoto ya nyani maeneo ya Rombo, Kiela na wanyama wengine mamba, kiboko, tumesikia, na haya yote tunakwenda kushughulikia ipasavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika maeneo mengine ambayo tumezungumza hapa ni swala zima la fedha za utalii, tourism development levy. Awali ya yote nichukue nafasi hii Mheshimiwa Mwenyekiti kutoa shukrani za dhati kwa serikali kuridhia tuwe na 6% ya TDL. 6% hizi Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wa uviko 6% hizi tulikuwa hatuzipati, na mnamo 2021, 2022 kutokana na hali ya uviko hatukuwa na fedha hizi za TDL. Na fedha hizi Mheshimiwa Mwenyekiti, tunalishukuru bunge lako, tunamshukuru Mheshimiwa Rais, tumeanza kupata mnamo bajeti iliyopita Julai mwaka jana. Tunatoa shukrani za dhati kabisa kwa fedha hizi, ambapo kamati pia imezungumza na wabunge wengi. Fedha hizi zimesaidia katika sehemu kubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha hizi za TDL ni kwa manufaa ya kuendeleza utalii nchini. Tuseme kwamba katika kipindi hichi tumeweza kupata fedha hizi hadi mwezi wa 6. Na fedha hizi zimesaidia maeneo mengi kama walivyosema kamati, na mpaka sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, bado tunazo fedha takriban bilioni 22 hatujazitumia, na tutazitumia kwa maelekezo ya kamati ya bunge. Kamati ya bunge imeelekeza vizuri kwamba ili kutumia fedha hizi lazima tuwe na vipaumbele. Kamati imeeleza vizuri kabisa kwamba ni vizuri tunapotumia fedha hizi tutumie kama ilivyo mfuko wa Tanzania Forest Fund. Na sisi tunasema haya ni masuala ya msingi, na ndio maana tumekuwa tukijadiliana na kamati. Tulipata kiasi kisichopungua takriban bilioni 33, na sasa
tunazo bado bilioni 22. Kwa hiyo tunatoa shukurani kwa mawazo mazuri. Fedha hizi lazima zitumike kwa mujibu wa utaratibu ambao tumejiwekea na utaratibu ambao ni wawazi. Kwa hiyo tunashukuru sana mawazo, tunashukuru sana ushauri wa kamati. Kwa hiyo tumesema kwanza tutakuwa na mratibu maalum, mratibu ambaye atakwenda kusimamia fedha hizi vizuri, lakini pia tutakuwa na kamati ya ushauri. Tunaweza tukasema ni kamati ya ushauri kwa mujibu wa GN, tunaweza tukasema ni bodi ambayo hata yale mashirika yanayochangia katika fedha hizi za Tanzania Tourism Development Levy 6%, ambapo zinatoka TANAPA, zinatoka Ngorongoro, yani conservation commissioner wote wanakuwa ni sehemu ya ile bodi ya kukubaliana kwamba fedha hizi ziende wapi. Hii ni kamati ambayo ipo kwa mujibu wa kanuni na sheria, na ni kamati ambayo lazima itoe ushauri. Na katika ushauri wa kamati tumesema kwamba fedha hizi, maoni mengi sana yamekuwa ni miundombinu. Hivyo tuangalie namna gani fedha hizi zinaelekezwa katika swala zima la miundombinu. Iwe ni masuala ya madaraja, iwe ni masuala ya barabara, tuone namna gani tunakwenda kuboresha eneo hili. Miundombinu, Mheshimiwa Mwenyekiti, inasaidia sana kuongeza watalii. Watalii wanapokuja wanataka kuona barabara nzuri. Hapa tumeona maoni ya waheshimiwa wabunge. Wanasema barabara zifunguliwe, na sisi tunaunga mkono. Hizi ni hoja za msingi sana. Barabara zetu lazima zipitike, tena zipitike kwa wakati wote, Mheshimiwa Mwenyekiti. Sio tu wakati wa kiangazi au wakati wa kifuku. Kwa hiyo fedha hizi kimsingi zitakuwa na chombo maalumu, na tangu uviko, hii ni mara ya kwanza tumepata tangu baada ya uviko 19. Hapo katikati zilikuwa hazijatoka kutokana na hali ya uviko. Kwa hiyo tunatoa shukrani sana kwa kamati, shukrani nyingi kwa bunge, na sasa tuendelee kuboresha mikakati. Na hizi fedha zitasaidia, kama tulivyosema, safari hii tunakwenda kukusanya bilioni za kutosha, takriban trilioni 1. Kwa hiyo fedha hizi zitasaidia masuala mazima ya miundombinu kuboresha, lakini pia tukiweka mfano wa 60-70 miundombinu, asilimia chache kidogo inayobaki tunaweza tukasema kuimarisha masuala ya masoko ya mafunzo na utafiti. Tunahitaji utafiti. Asilimia kidogo tunaweza tukasema 10% kwenye tourism marketing, training and research na masuala ya uwekezaji katika vifaa vya teknolojia, lakini asilimia kubwa ni miundombinu. Tukiweza kufanikisha mabarabara, madaraja kama walivyosema waheshimiwa, barabara yangu huku wamezungumza hapa, malango kwa mfano, kufungua lango ambayo yapo karibu na hifadhi. Mheshimiwa Msukuma amezungumza lango, Mheshimiwa Mama Sita amezungumza lango. Haya maeneo ya umwagiliaji, Mheshimiwa Kakunda kazungumza kuongeza na kufungua utalii kusini. Hii yote inahitaji miundombinu ya kutosha. Kwa hiyo fedha hizi za TDL kwa kweli zitakwenda kusaidia, na tunakwenda kuweka mikakati thabiti ambapo zitakuwa na uwazi, zitakuwa na ushirikishwaji, na kuhakikisha tunaweka kwenye vipaumbele ambavyo kimsingi, Mheshimiwa Mwenyekiti, vitasaidia kurudisha tena mapato. Hivyo tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa filamu ile ya Tanzania The Royal Tour, Amazing Tanzania, na mikakati mingi ya amani na utulivu katika nchi, na ndio maana tumeweza kufikisha watalii milioni 5.3 kama tulivyoelekezwa, na mapato ya bilioni 3.9. Sambamba na hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, wabunge wamezungumzia swala la retention. Tunaunga mkono swala hili, lazima kuwepo na retention katika maeneo haya ya hifadhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunahitaji marekebisho, iwe ni madaraja. Sasa kama hakuna retention, maana yake tutasubiri OC, na tukisubiri OC yamkini daraja inabidi lirekebishwe haraka mara moja. Kwa hiyo tunaendelea kushukuru kwa political will na maelekezo bayana kabisa kwamba sasa TANAPA na Ngorongoro kutakuwa na retention, na tumeshalijadili hili jambo kwa kina, Mheshimiwa Mwenyekiti, na sasa tutaona mapendekezo haya katika finance bill inayokuja. Kutakuwa na retention katika shirika letu la TANAPA pamoja na NCAA Ngorongoro kwa kuanzia, na baadaye kadiri tunavyoenda tutaangalia na mashirika mengine jinsi ya kuwa na retention. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna swala hili la jumuiya
za wanyamapori za jamii, wildlife management area. Haya ni maeneo ambayo yako pembezoni mwa hifadhi. Baada ya hifadhi, pembezoni, wananchi wanasema sisi tunaachilia eneo letu litumike kama jumuiya ya wanyamapori ya wananchi. Maeneo haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, yanasaidia sana kwanza kupunguza changamoto kati ya wanyama wakali na wanadamu. Wanyama hawajui mipaka. Anatoka kwenye hifadhi. Anapotoka kwenye hifadhi, kunapokuwa na WMA, manake anaingia katika eneo lenye grade nyingine ya hifadhi, lakini sio kama maeneo ya Tanapa, Tawa au Ngorongoro. Maeneo haya wananchi wenyewe wanasema tuna sarenda kwa ajili ya manufaa yetu. Wananchi wanaalika wawekezaji, wanaweka camp, wanaweka lodge, wanapata mapato. Vijana katika maeneo hayo wanapata ajira za ulinzi kama village game scout, wanapata ajira mbalimbali na fedha nyingi za utalii zinakuwa zinapatikana. Kwa hiyo waheshimiwa wamezungumza fedha za WMA zinazotokana na masuala ya picha, maana utalii wa picha una mapato, lakini kuna baadhi ya WMA wanafanya shughuli za uwindaji, hunting, na wao pia wanastahili haki yao. Hivyo maoni ya waheshimiwa wamesema fedha hizi sheria zirekebishwe na zipatikane kwa wakati, kwa haraka. Hili ni eneo ambalo tumeshaanza mjadala ili fedha hizi ziweze kupatikana kwa wakati na kwa haraka. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo hili tunaendelea kuliboresha. Kwa hiyo niwashukuru sana wananchi, na yale maeneo Mheshimiwa Mwenyekiti ambayo yana hifadhi, yana maeneo ya wanyamapori ambayo hayana maeneo ya jumuiya ya wanyamapori, tuone namna gani ya kuanzisha maeneo haya. Tayari wizara yangu inaenda kutoa elimu umuhimu wa kuwa na WMA. Mheshimiwa Mwenyekiti, juzi nimetoa fedha kwa WMA. Eneo ambako kuna WMA, kwanza halmashauri inapata mapato kama halmashauri yanayorejeshwa, lakini ile WMA yenyewe inapata, lakini na serikali ya kijiji inapata. Tumeshuhudia baadhi ya WMA wanapata hadi bilioni 1.3 ambazo zinasaidia maendeleo, zinasaidia uhifadhi. Lakini serikali za vijiji zinapata mpaka milioni 600. Haya ni maeneo Mheshimiwa ambayo kwa lugha ya kitaalamu wanaita shoroba, korido za wanyamapori. Maeneo haya huwezi kuweka makazi, maeneo haya huwezi kuweka mashamba. Kwa hiyo wakati umefika wa kuridhia kwamba maeneo kama haya nje, kijiji chenyewe kinaamua kwamba haya tunayahifadhi kama buffer zone na wanaweka WMA. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo yanasaidia sana, na tayari nimeshaongea na baadhi ya wakurugenzi tuone namna gani ya kuendelea kutoa elimu ili tupate maeneo ya WMA. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hilo tayari tumeshaanza kurekebisha sheria ya kifuta jasho na kifuta machozi. Hivi sasa kifuta machozi tumeongeza 100%, kifuta jasho tumeongeza 50%. Na hivi sasa tupo katika mfumo wa PAIS. Huu ni mfumo ambao utasaidia fedha hizi kama walivyosema waheshimiwa zipatikane kwa haraka na kwa wakati. Mfumo huu unaitwa Problem Animal Information System. Tumeshakaa na maafisa wanyamapori katika wilaya zetu zote nchini na kuwaelekeza jinsi ya kuweka data katika maeneo haya. Sambamba na hilo Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaanza na pilot katika wilaya 10 kuona namna gani ya kutumia mfumo huu wa PAIS kwa ajili ya swala zima la kifuta jasho na kifuta machozi. Lakini sambamba na hilo Mheshimiwa Mwenyekiti, lipo swala la geti. Swala la geti Mheshimiwa Mwenyekiti ni miongoni mwa vipaumbele vyetu. Tumesema sambamba na njia mbalimbali tuone namna gani tunakwenda kuweka gate au kwa lugha nyingine tunaita fence. Fence zinasaidia sana Mheshimiwa Mwenyekiti kuhakikisha kwamba wanyama hawa hawapiti kwenda kudhuru wananchi. Tayari Mheshimiwa Mwenyekiti tumeshaweka makadirio ya kujenga hizi fence ambazo zitazuia muingiliano kati ya wanyama wakali pamoja na wananchi. Kwa hiyo kwa kushirikiana na wadau Mheshimiwa Mwenyekiti tumeshajenga kilomita takriban 61 za uzio wa umeme katika bajeti hii, na katika bajeti ijayo Mheshimiwa Mwenyekiti
Tumesema tunakwenda kujenga takriban kilomita 53, ikiwa ni kutoka Lodware kuelekea Oldiani kilomita 15 katika wilaya ya Karatu ili kudhibiti wanyama hawa, lakini pia hifadhi ya Ngorongoro, lakini pia kilomita 38 kutoka Tabora B hadi Mto Mara ili kudhibiti wanyama wanaotoka hifadhi ya Serengeti. Hii ni korido nyingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna imani kabisa tukiweka mikakati hii uhifadhi utakuwa na manufaa. Wananchi watakuwa na amani, watachangia uhifadhi, lakini sisi wenyewe wahifadhi tutaona kwamba wananchi wetu wako salama, wanaendelea vizuri na kuhakikisha kwamba uhifadhi unachangia. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa, mengine yote tutaleta kwa maandishi. Naomba kuwasilisha kama nilivyotoa ufafanuzi. Asante. Naomba bado, Mheshimiwa Waziri, unatoa hoja yako. Naomba kutoa hoja. Naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na hoja imeungwa mkono. Sasa tunakwenda kwenye hatua nyingine. Katibu. Kamati ya matumizi. Kamati ya matumizi. Na mtazamaji wa Bunge Television, popote pale unapopokea matangazo haya ni matangazo ya moja kwa moja tunayokuletea kutoka katika ukumbi wa Bunge.